Rais wa Marekani Bwana Donald Trump amemshutumu Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kwa kuharibu mazungumzo ya amani baada ya Rais wa Ukraine kusema Kiev haitatambua udhibiti wa Urusi kwa eneo la Crimea. Kupitia mtandao wake wa kijamii wa Truth Social, Trump amedai makubaliano ya kumaliza vita yalikuwa karibu sana, lakini kukataa kwa Zelensky kukubali masharti ya Marekani kutarefusha mzozo huo. Ukraine kwa muda mrefu imesema haitaacha Crimea, rasi ya kusini iliyonyakuliwa na Urusi mnamo mwaka 2014 kuwa sehemu ya Urusi. Hapo awali makamu wa rais wa Marekani JD Vance alisema makubaliano ya amani yatamaanisha Ukraine na Urusi zote zitalazimika kuacha baadhi ya maeneo yanayomiliki kwa sasa. Marekani bado haijatoa maelezo hadharani kuhusu makubaliano gani ya kijiografia yangepaswa kufanyika. Alipoulizwa na waandishi wa habari katika ikulu ya White House kuhusu iwapo utawala huo unatazama kutambua mamlaka ya Urusi juu ya Crimea, Trump amesema anataka tu kuona vita hivyo vikimalizika. Hata hivyo, alitangaza katika siku za hivi karibuni kwamba analitambua vyema eneo la Crimea kama sehemu ya Urusi. Wachambuzi wa mambo wametathmini juu ya hali inayoendelea katika nchi ya Urusi na Ukraine na namna ambavyo rais wa Marekani amekuwa akipambania hali ya kutatua mzozo huo. Wengi wanamtazama bwana Donald Trump na rais wa Urusi Vladimir Putin kama viongozi ambao wanahitaji jambo lao. Kwanza wamemtazama Trump. Licha ya kwamba Trump hata kabla hajaingia madarakani mpango wake ulikuwa ni kumaliza vita nchini Ukraine, lakini ni miongoni mwa viongozi ambao wana namna ambayo wanahitaji. Lakini kwa wakati huu kiongozi huyo ana jambo anallohitaji huko nchini Ukraine. Ni kwamba mpango wake ni kupata kile anachokihitaji, hasa madini adimu, kutokana na kile alichodai kwamba Ukraine ilitumia mabilioni ya dola za Kimarekani kwa ajili ya vita hivyo, na kwamba wakati huu Marekani inahitaji fedha hizo, na kwa sababu Ukraine haina fedha za kulipa lakini ina rasilimali ikiwemo madini adimu, basi Marekani itatumia madini adimu kwa ajili ya kulipa fedha ambazo imechukua Ukraine kwa ajili ya mapambano yake katika vita. Hata hivyo, wachambuzi wengi wakaelezea namna ambavyo kiongozi huyo anafanya, na ili afanikiwe jambo hilo ni kuunga mkono kile ambacho rais wa Urusi Vladimir Putin anakitaka. Mpango wa Putin yeye ni kuona anapata heshima, licha ya kwamba tayari ameshanyakua baadhi ya maeneo ambayo yapo katika mamlaka yake, lakini jambo kubwa ambalo anahitaji ni heshima ambayo ameitafuta kwa muda mrefu dhidi ya mataifa ya Magharibi. Ikumbukwe mfumo wa vita baridi kati ya Urusi na mataifa ya Magharibi ni kama vile bado haijaisha, na vita baridi, moja kati ya jambo muhimu ambalo huwa limeangaziwa ni pamoja na heshima kwa upande mmoja ama mwingine. Wakati huu rais wa Urusi Vladimir Putin hana lingine anallohitaji katika nyakati hizi zaidi ya kutaka heshima, na heshima hii anaihitaji katika maeneo mengi. Kwanza ni baada ya kunyakua maeneo hayo, anataka sasa maeneo hayo yawe chini ya mamlaka yake, kwa maana yawe chini ya Urusi, kwa maana maeneo ya Crimea ambayo alianza kulichukua eneo hili katika mwaka 2014, lakini maeneo manne ya Luhansk, Donetsk, Zaporizhia pamoja na Kherson, yote haya anataka yawe katika mamlaka ya Urusi, na tayari yalishapiga kura ya kuwa chini ya serikali ya shirikisho la Urusi. Kadhalika, moja kati ya heshima ambayo anaitaka wakati huu ni kwamba Urusi imeshinda dhidi ya mataifa 32 ya NATO. Hii ni heshima kubwa kwa mataifa ya Ulaya, ambapo wakati huu nchi ya Urusi katika historia itaandikwa kwamba katika vita vya miaka mitatu Urusi imepambana na mataifa karibia 32 ambayo yalishirikiana kutoa fedha pamoja na baadhi ya rasilimali watu na hata silaha kwa wingi, lakini ni Urusi ya Vladimir Putin iliyoshinda vita hivyo. Kadhalika, rais wa Urusi Vladimir Putin hataki kuona Ukraine ikiwa mwanachama wa NATO, na shinikizo hili likifanikiwa ni heshima kwake, kwa maana anapata heshima kuona kwamba kumbe ana sauti kubwa ambayo ina mamlaka ndani yake. Lakini tukirudi kwa upande wa Volodymyr Zelensky, kutokana na namna ambavyo anapata support kutoka kwa baadhi ya mataifa ya Ulaya, amekuwa akisita mara kadhaa juu ya kile ambacho anaelezwa na rais wa Marekani Donald Trump, ambapo Marekani ndio ilikuwa msaada mkubwa wa Ukraine. Na hata wakati huu rais wa Marekani anatangaza kutaka kujitoa katika kutatua mzozo huu kutokana na ukaidi wa Volodymyr Zelensky, na hata hivyo anamkosoa Zelensky kwamba hataki makubaliano ili vita hivyo visitishwe. Lakini wachambuzi wa mambo wanasema kwamba
hata baada ya kumalizika kwa vita hivyo ni Ukraine ambayo itaibuka patupu bila kupata chochote katika mzozo huo ambao umedumu kwa miaka mitatu, zaidi ya kupata hasara, na ni kutokana na mashambulizi makubwa yaliyofanywa na Urusi, lakini pia hali ya umasikini inalolikumba taifa hilo, ambapo wakati huu baadhi ya mataifa ya magharibi yanatafuta njia ya kuweza kulinua tena taifa hilo la mashariki mwa Ulaya. Mtazamaji, endelea kuwa nasi, lakini usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.